Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Ikiwa leo tuko mji wa Mokoe, kaunti ya Lamu, tumekuja kuwatembelea mayatima ambao wako chini ya shirika la Halal Charitable Trust. Mtazamaji, tambua ya kwamba Mtume alayhi salatu wassalam amezungumzia ubora wa kuangalia mayatima. Asema, ana wakafilul yatim kahataini fil janna, mimi na yule ambaye anamhudumia yatima, anamwangalia yatima, basi siku ya kiyama atakuwa pamoja na Mtume alayhi salatu wassalam, na Mtume akaashiria vidole vyake viwili hivi. Kwa hiyo, kwa hilo basi ndugu zetu hawa wameamua kulivalia njuga jambo hili ili waweze kupata ujra na thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wewe mwenye uwezo na wewe ambaye huna uwezo kukutumia muda wako kuwaombea na kuwasaidia kwa kile ulichonacho ili gurudumu hili liweze kuendelea. Ungana nami, shirikiana nami ili uweze kuwajua wale mayatima wanaosimamiwa na Halal Charitable Trust katika mji huu wa Mokoe. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum mama, tuko wapi hapa na wewe ni nani? Salam. Majina yako? Jina langu naitwa Fatima Wale. Fatima Wale. Halal Charitable leo wako Mokoe, amekuja kukutembelea. Unasimamia mayatima wangapi ama unaishi na wao wangapi? Naishi na mayatima watano. Mayatima watano. Nadhani unalijua shirika hili limekusaidiaje mama ili kuwalea hawa watoto? Nashukuru, imenisaidia upande wa chakula. Napata chakula sasa, maana nilikuwa niko na changamoto, lakini sasa hii at least kidogo. Na chakula hii inakuja baada ya kila muda gani? Kila mwezi. Kila mwezi. Alhamdulillah. Na ni ombi gani ambalo bado unatamani shirika hili lizidi kukusaidia mbali na hiki chakula? Na ombi lingine natarajia ni upande wa masomo. Watoto wanafukuza mara kwa mara, sina fees na mimi sina biashara yoyote, na nyumba pia sina, nyumba ya kukodisha. Sasa na kutoka bwanangu alikufa 2014 mpaka sasa mimi nang'ang'ana. Niko nasaidia na upande wa malazi pia, watoto wangu wanalala chini, tunalala majambi hivyo mnaona, na mattress tunaekelea basi. Sasa nilikuwa nataka hivyo upande wa shule na nguo pia siku zaidi. Hatutaki hata kama ni mayatima wao walifariki, lakini hatutaki siku hiyo wasikitike. Tunataka wakuwe kama wale wako na baba vile wanavaa, na watoto wetu wa mayatima wasiwache nyuma, wawe wako sawa kama itawezekana. Inshallah. Naomba Allah tufanyie pesa kwa hilo mama. Shukrani. Sisi kina mama wahangaika, asubuhi tunaenda, tuna kazi, tunaenda kufua, siku ile unapata nini kibarua, siku hiyo unapata, lakini siku hiyo unakosa. Watoto tano na njaa, saa nyingine watoto nafukuza, hakuna mahali pa kutia kuwasaidia. Inshallah mama, Allah atufanyie pesa. Sawa. Bismillah, tusaidie. Shukrani, sisi pia tunashukuru. Kwa hiyo ni msaada yenu ya chakula imetusaidia pia. Shukrani mama kwa. Assalamu alaikum mama. Wa alaikum salam. Waitwa nani na tuko wapi hapa? Naitwa Zahrun, hapa tuko ni Bula Rahma. Mji wa Mokoe. Mji wa Mokoe. Naona leo umetembelewa na Halal Charitable Trust. Kwanza tujue ni mayatima wangapi ambao unaishi nao hapa? Na mayatima wawili. Mayatima wawili. Na kabla ya Halali kukutana na wao au kuja katika jambo hili kukusaidia, changamoto gani ulikuwa unapitia hapo nyuma? Nilikuwa napitia changamoto nyingi sana. Kama gani? Kama upande wa chakula, upande wa maji, upande wa yani fees zao pia. Na Halal Charitable wamekusaidia gani katika hayo? Ni lipi ambalo limekuwa ni msaada kwako katika shirika hili? Chakula. Wamesaidia chakula, alhamdulillah, nashukuru. Lakini kwa chakula ikishao kuisha wasina msimamo tena, wani mimi peke yangu, ile family ilinitupa kitambo sana, familia yao. Kwa hiyo na maana chakula wanachokileta bado hakijakuwa kinatosha. Kitoshi hivyo. Maana kinakuja kwa muda gani chakula hiki? Kinaweza kuja mwezi kama tarehe 10 hivyo, kama tarehe 17. Na yani inaweza kuja mwezi katikati hapo. Kwa ni kila mwezi yani kunaletwa chakula. Kinaletwa. Lakini ombi lako ni kwamba waongeze katika kile chakula. Waongeze. Na ni maombi gani mengi ambao ungependa lao Allah atatia uwezo katika shirika hili wasaidie zaidi na zaidi?
Kuna mambo mengi na kama mimi yani nataka nifanyiwe. Kama nyumba yangu, manake mvua ikinyesha hapa sasa hivi waona pazuri, lakini mvua ikinyesha hapa maji tele paka ni nahama. Kuna mara huwa sina pesa kuhamia, wanabaki hapa na watoto ndani ya maji. Nyumba kuna mara ilivunjika, tukabaki hivyo, sina msaada. Ile familia yao ni hiyo, hainisaidii kwa fees, hawanisaidii kwa chakula, hawanisaidii kwa ugonjwa. Hata juzi wameshikwa na homa hapa, hawakunisaidia lolote. Paka mimi mwenyewe nikaenda kukopa huku na huku. Saa 7 usiku nilitoka hapa nikampeleka hospitali watoto. Sasa shida zangu ni nyingi sana. Maji pia paka tutoke twende tukatafute maji huko Marini, sijui tukasingirishe Makeni paka nyumbani. Choo pia sina, yani sina msimamizi yoyote ambao wananisaidia upande wa kwao. Ni mimi peke yangu tu hapa. Inshallah tuna matarajio makubwa kutoka kwa Allah. Ni kuombea dua shirika hili na biidhnillah penye nia pana njia. Na nia ya shirika hili ni kusaidia zaidi na zaidi. Kwa hiyo tunatarajia mazuri yanakuja inshallah. Inshallah. Assalamu alaykum mama. Wa alaykum salam. Naitwa nani? Naitwa Jabu. Hapa tuko wapi? Hapa niko kwangu. Mko kwetu lakini Mkoe. Naona Halal Charitable wamekutembelea hapa. Nataka kujua kwanza ni mayatima wangapi ambao unaishi na wao? Mayatima wangu ni 5. 5. Wengine hawapo karibu? Hawako karibu, wako Lamu wanasoma. Na shirika hili limekusaidia vipi mama? Nashukuru, naona wananisaidia kiwote kwa upande wa kula. Nashukuru tunapata msaada kutoka kwenu. Na ni kitu gani zaidi ambacho unapitia changamoto kuwalea hawa watoto? Unahitaji Halal Charitable Trust kwa kusaidia zaidi. Mimi nashukuru vile mmenitembelea aswa. Nashukuru. Ningependa mimi hawa watoto wangu ni 5, 4 wamepata wafadhili, bado huyu mmoja, na huyu sijampeleka skuli paka sasa kwa sababu ya uwezo wangu. Sijampeleka skuli, ana miaka 6 sasa. Ningeshukuru mimi kama mtanisaidia kwa upande wa kunijengea, kama mtanijengea, kama mtanichukulia huyu mmoja mnisaidie, sababu sina kazi yoyote mimi. Kazi yangu kama ni kazi ndio saidika ambao ninapata msaada kwake ni kufua tu, sina kazi nyingine. Niingie mtaani nifue nipate chochote, na hiyo kenye ninaenda kutafuta ni kufua kama 300, 200. Zaidi ya hapo hakuna pesa nyingine ambayo ninapata zaidi ya kufua. Yani upande mwingine sina msaada mwingine. Siwezi nikamsomesha huyu. Kwa upande wa fees siwezi, sina nguvu nayo. Lakini kama ni upande wa kula mnanisaidia, nashukuru kwa upande wenu. Lakini maskani haswa ya halali kwetu sina mimi. Hii nyumba nimesaidiwa, si kwamba nimekodisha, nimepewa kama sadaka nikae kitaponcha nipate nguvu. Na kupata nguvu sina nguvu, si vile nikiangalia sina nguvu. Naona tu ni inshallah Allah atufanye pesi na kwa uwezo wake Allah tusaidika zaidi inshallah. Shukran sana. Nashukuru pia. Nawashukuru sana mimi, mnanisaidia. Lakini kwa upande wa huyu mtoto mkinisaidia pia, mkinibebea huyu mtoto mmoja, nitakuwa nawashukuru zaidi. Na Mwenyezi Mungu awape nguvu, Mwenyezi Mungu awalinde, Mwenyezi Mungu awahifadhi nyote mwenye mnanitembelea. Amen. Nyote ambao mmenitembelea kwa siku ya leo, Mwenyezi Mungu awape afya njema, Mwenyezi Mungu awape umri, mwalea watoto na hata nyinyi na watoto kama nyinyi. Amen ya Rabb. Nashukuru. Shukran. Assalamu alaykum brother, waitwa nani na tuko wapi hapa? Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Muhammad Mahfudh bwana Abu. Tuko Mkoe Bula Rahma. Unasimamia mayatima wangapi? Mimi niko na mayatima 2. Mayatima 2. Hapo umetembelewa leo na Halal Charitable Trust. Shirika hili zaidi linasaidia mayatima. Alhamdulillah wewe uko nao mayatima. Limekusaidia vipi shirika hili? Na kabla ya msaada wa shirika hili hapo nyuma kulikuwaje? Na baada ya kukutana na hawa mabwana hali ilibadilika vipi? Hapo nyuma changamoto ilikuwa ngumu zaidi.
kwa sababu ilikuwa lazima tujitahidi kutafuta chakula, malazi, watoto kusoma skuli, vitabu na nini, uniform, kitu kama hivyo. Lakini tunashukuru alhamdulillah, baada ya kupambana hili shirika kwa kupata chakula kidogo limetusevu. Sasa sisi tuko tunaleta changamoto zingine kwa sababu kuna chakula kidogo kila mwisho wa mwezi na tutetea chakula, alhamdulillah inatusaidia. Maombi gani ambayo unataka zaidi uyapate kutoka kwa Halal? Maombi tuomba kama shirika linao uwezo na Mwenyezi Mungu akiwawezesha pia iweze kutusaidia hivyo hivyo, kwa mfano kama malazi hivyo, kitu kingine kama watoto ambao wanasoma kwa skuli, kama ni fees, kama ni uniform, kitu kama hivyo. Inshallah tarajia khairi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunashukuru sana shirika hili, Mwenyezi Mungu awawezeshe, wapatie uwezo, waweze kutusaidia na kutusaidia na kutusaidia. Amina. Tunashukuru sana. Shukuru nawe kwa muda wako. Asalamu alaykum mama. Naitwa nani? Wa alaykum salam, naitwa Zahara Abdi. Zahara Abdi, hapa tuko Mokoe, tumekuja Halal Charitable kutembelea mayatima. Unakaa na mayatima wangapi hapa? Mayatima lonao ni wawili. Ni wawili. Na ni changamoto gani unapitia? Changamoto ngumu kimaisha kama vile watoto wangu school fees, vitabu, hiyo shule mpaka tulipepea chakula, na nyumbani hali ni ngumu, sina kazi, na mvua ikinyesha nyumba zinaporomoka, mavazi ya nyumbani pia watoto wangu. Na Halal Charitable wamekusaidia na msaada gani mpaka sasa? Wanasaidia na chakula. Chakula hiki kinakuja kwa muda gani? Mwezi, kila mwezi. Kila mwezi unapata chakula. Na je, una ombi gani ambalo unataka kulielekeza kwa shirika hili la Halal Charitable Trust? Msaada gani unahitaji kwao wakusaidie zaidi bali na chakula? School fees na vitabu na mavazi, na mvua ikinyesha nyumba zetu zinaporomoka. Inshallah, muombe Allah atufanyie pesi kwa hilo, tutasaidika zaidi na zaidi, na usichoke kuombea shirika hili ili mazuri zaidi yaje. Amen. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Maga, weka mic hapo. Maga Nasri Jele. Sisi tuko hapa kama Halal. Halal Charitable Trust. Ni mayatima wangapi ambao wako chini yako na kana wao na wasimamia? Wasimamia 8. Mayatima 8. Tunaona hapa tuko na 4, wengine hawapo. Wameenda huko. Mmoja ameenda kusali na watatu hawako sahihi. Sasa Halal wamekusaidia vipi kuhusiana kuwalea watoto? Halal wananiletea chakula. Nakuletea chakula. Ni ombi gani lingine ambao naomba Halal wakusaidie zaidi? Halal wanaomba nyumba yangu watakupomoka. Ndio. Nataka wanisaidie kujenga nyumba. Ndio. Hiyo kila siku tunashutuka. Kila mvua kija huko yote imeharibika upande ile. Naomba wanisaidie. Na naomba wanisaidie kulipa fees. Na naomba sina maji, wanisaidie maji kwa upande wa maji pia. Maji pia ni shida kupata. Maji pia ni shida. Sawa, inshallah. Na nataka wanisaidie kusomeshwa hawa watoto. Wote wasome hawa. Inshallah, Halal wamesikia kilio chako, maombi yako. Zaidi ni uombee Mungu. Yeye ndo awafikie wafanye haya. Inshallah, naombea Mwenyezi Mungu. Nyinyi Allah afanye wepesi na awape subra. Amin. Shukran sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aniga waa magacayga waa Batuula Ibrahim Qoryo. Ilmahayga waxaan dhalay 6 gabdhood iyo 2 wiil oo aqoon ah. Waxada oo bishaar oo qaadan haynana ma jirto. Saayar oo qabnay go'aabahooda dhimanaysa eena hadda way naga halaabeen oo way naga dhamaaday. Marka gurina ima hagaajisno oo ay soo dhisay ka dhintay. Biyo ma haysano. Waxaan haysano hadda wax Ilaahay kor nooga keeno waa gees iyo wax inaga nagu saacideysiin. Laakiin wax kale oo si haysano ma jiro. Shirkaddan maxay ku saacideysay?
cuntada ka hadal cuntadana wax inta cuntada inaga isiisiin ma ogay hadda wax kale oo meel iga imaanayo ma jirto inta baan haysanaa dadkaygana hadda waad arkaysiin aqrisay u baahan yihiin nacam wax walba u baahan yihiin rad baxay u baahan yihiin nacam dadka waa dad yar yar marka akhriska iskuulka iyo akhriska dugsiga quraanka way u baahan yihiin nacam wax hadda u haystoon iskaga bixinayna ma jirto walaalkooda weynaada u soo shaqeynaya ma jiro asaga akhris u dhex taagan nacam marka alxamdulillah hadda wax ilaahay noo qoray wax inaga noo keentiin uma hadda bisha iga iblato noo imaanaas nacam kala noo imaanayo ma jiro biyo ma haysti gurigayga waa iska qabya musayga igu dhimanay isagoo hagaajinay u ka dhintay raashin hataa dhulka ay yaalaan wallahi alxamdulillah laakiin wax kala hadda wax baa naga yar halaysan ilma abooda meeqa bilood xawaalin abooda 3 sano iyo barbo xawaalin 3 sano xawaalin inta 3 sano abooda ka dhintay yaa ku saaciideynay oo wax ku taray inta adoo anako shirkadan wali helin waxna saaciideynayo hadda aan si haasano ma jirto ku adeerkooda u soo diray haddan waxna naga daay haddan wax noo imaanayo intan inaga noo soo dirtiin ma ogi wax kale noo imaanayo ma jiro مساعدنا cuntada ka ahayn wax kale ma meel ka hesha wax kama heli meel aan ka helayo ma jiro in sha Allah hay bis diyaar السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Mimi naitwa Basra Ahmed. Basra Ahmed, leo umetembelewa na Halal Charity. Mashaallah, shukran. Una mayatima ngapi unakaa nao hapa? Mimi nilikuwa na mayatima watatu lakini mmoja ashakuwa mkubwa. Na wawili sasa hivi. Na hali iko vipi kuwalelea hawa watoto? Alhamdulillah, hali aijuaye ni Allah peke yake. Lakini twashukuru ikiwa kila mwisho wa mwezi twajua kuna kitu chaja. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu tupa na imani. Na twawashukuru. Twawashukuru tena sana, lakini sina la kusema kwa sababu najua mwisho wa mwezi nitapata kitu ambacho kitanisukuma pia. Mbali na chakula wanachokuletea Halal Charitable Trust, naam, ni kitu gani zaidi ambacho unakiomba wakiwa na uwezo na Allah kiwawezesha ili usaidike zaidi? Mambo ni mengi. Mimi nina mtoto sasa hivi wamaliza grade 9 na msichana kwa college ndo ameanza. Ikiwa kitawezekana basi mtusaidie pia. Inshallah, Allah tuwafikie kwa hili. Amina rabbil alamin. Dua zenu kwa wingi. Naam. Allah tupe subra sote. Amina rabbil alamin. Mambo yote ni ya Mwenyezi Mungu. Na hatuwezi kukataa kile cha Allah. Na una maoni gani kwa hii Halal Charitable Trust, unawaambiaje? Naambia Mwenyezi Mungu awape imani. Mwenyezi Mungu awape donors wengi. Amina. Ndo na sisi pia tufaidike kutoka kwao. Na Mungu awape subra kwa sababu hili jambo lataka subra. Bila subra haiendi. Ningesema hayo tu. Shukran mama. Afwan. Sote Mungu atubariki. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Alaykum salaam wa rahmatullah. Maga Hawa Bilal Tahir. Unakaa na mayatima ngapi mama? Mayatima 5. Mayatima 5. Ni changamoto gani unapitia kuwalea watoto? Kila mara anaingia maji, anahama nyumba hii madarandara, naingia maji, matoto msoma, misi na kazi, anauza naziba kidogo ya watu. Na hii Halal Charitable Trust wamekutembelea leo, umesaidika vipi kupitia hili shirika? Taka kama uwezo unayo, nataka kujenga kama. Yani wamekusaidia vipi? Nani? Hawa Halal. Chakula kila mwezi napatia. Mashaallah. Kitu gani unaomba sasa wakusaidie zaidi na zaidi mbali na chakula? Sahi na yumba kama na uwezo na baba. Rekebishe. Nyingine fizi watoto. Fizi pia mmoja anasoma ile moja zaidi, moja anasoma ile Jamaat University anasoma.
ingine yote anasoma. Inshallah, dua zako. Moja iko kazi lakini kabirwa na iko nayo, lakini ingine anasoma tani. Ine nasoma dua zako mama, Allah afanye pesi inshallah. Sawa. Shukran. Tabata kheri inshallah nyinyi yote. Amin amin. Shukran. Assalamu alaykum mama. Naitwa nani na tuko wapi hapa? Alaykum salam, mimi naitwa Zainabu Nurio Muhammad. Karibu mic. Mimi naitwa Zainabu Nurio Muhammad. Hapa tuko mahali inaitwa Kiturazini. Nina mayatima, mama yake Maulid Hussein. Mtoto wangu wa kwanza aitwa Ali Hussein, wa tatu na Juma Hussein na wa tatu Maulid Hussein. Tuelezee ni changamoto gani unapitia kuwalea hawa watoto? Mkweli mimi napitia changamoto nyingi sana upande ya shule na hata upande ya madrasa pia. Mimi kama mama yao kutoka baba yao amekufa, sina kazi yoyote ya kufanya. Sina kibarua yoyote. Ni ile mbio tu usiku na mchana, leo wapate, kesho wapate, kesho kutwa wakose, tushinde, ukipata asubuhi, pengine usiku walale. Na wakipata usiku, pengine mchana washinde. Ni hivyo tu maisha yangu. Na shule pia sangine wiki wako nyumbani kwa sababu wa fees. Hawana mama yao, sina kazi manake. Naona Halal Charitable Trust wamekuwa na nyinyi bega kwa bega. Umesaidika vipi na hili shirika la Halal? Shirika ya hii Halali ya tumesaidika upande ya chakula na hata upande ya masomo pia. Bilal hii wanahusika pia, manake wamenisaidia kidogo masomo ya huu mtoto. Kuna wakati ikatokea akaambiwa huyu fadhili ya upande ya skuli amefariki, ikasimamishwa hama yatima kidogo, lakini baadaye tena wakaturudishia watoto wakatusaidia. Lakini tunashukuru upande ya chakula ametusaidia sana tena. Tunashukuru sana na Mwenyezi Mungu awawezeshe hivyo hivyo. Mbali na mayatima wangu na mayatima wengine pia Mwenyezi Mungu awawezeshe hivyo hivyo, wasaidie wakuwe na ile wakati wanatusaidia sisi mayatima. Watoto wetu wa mayatima. Tunawashukuru sana hii shirika. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Nuro Wanaidi Omar. Ni mkaazi wa Lamu Mokoe Kiturazini. Niko na watoto 4 mayatima ambao ninawalea. Mmoja niko naye sahi hapa, mmoja uko shule Mokoe Primary na 2 wadogo wako Lamu. Naona Halal Charitable Trust wamekutembelea hapa. Umesaidika vipi na shirika hili? Tunasaidika alhamdulillah, tunapata chakula kwa mwezi. Na ni kipi cha ziada unahitaji kusaidika katika shirika hili ama kutoka kwenye shirika hili? Kwa sasa ninahitaji huu mtoto niko naye hapa. Nataka ikiwezekana apelekwe madrasa. Akasome madrasa, maana shule amenambia ni vigumu kwake. Hataki tena shule, anataka kwenda madrasa. Sasa ninaomba ikiwezekana apate kusoma hiyo dini ya madrasa. Inshallah. Assalamu alaykum. Tuambie tuko wapi hapa? Nani wewe na hapa tuko wapi? Rukia. Hapa ni wapi? Mokoe. Wewe unalelea mayatima wangapi mama? 3. 3. Hili shirika la Halal limekusaidiaje? Wananisaidia kwa chakula. Kila mwezi nachukua chakula. Kila mwezi napata chakula. Na ni changamoto gani nyingine ambayo unaomba Halal Charitable Trust kukusaidia? Changamoto iko shule. Iko vizuri Mike. Shule ya nyumba pia unisomba na mimi mkono mmoja. Ndio. Na kuna lingine lolote unaomba usaidike na hii Halal? Hakuna. Hiyo kula na kusoma watoto. Inshallah ombe dua na Allah atafanya wepesi, utasaidika zaidi inshallah. Ya kulipa nyumba pia ni plot sio yangu. Unalipa rent? Silipi, naangalia hii block usiku. Naangalia ndio ananikatia yeye.
Assalamu alaikum mama, unaitwa nani na tuko wapi hapa? Naitwa Mwanesha Kasim na tuko hapa Mkoe. Na naona leo umetembelewa na Halal Charitable Trust. Hili shirika limekusaidiaje? Alhamdulillah limenisaidia, lakini ni vile nikalina shida ya fizi, vile chakula kuongezwa na matibabu. Na mayatima unaosimamia wewe ni wangapi? Mayatima yangu ni 7, lakini wamekuwa kubwa, lakini ni 7. Ni 7. Na umesema unasaidika kwa chakula na shirika hili na kuletea chakula. Kabla ya hapo ilikuwa ni changamoto gani unazipitia? Napitia changamoto kali sana. Ngumu sana. Na ungeomba shirika hili likusaidie vipi? Nisaidie kama vile kunisomeshia watoto. Angalia kamera kule, mwambie msimamizi wa Halal Charitable Trust nataka kusaidika na kadha na kadha. Kunena hivyo, hiyo charity mimi ndo sijui. Haina shida, wewe sema tunataka kusaidika. Nasaidia, nataka kusaidiwa masomo, kula, nguo, yote hizo kwangu ni ngumu. Inshallah ni dua zako na Allah akiweka taufiki utakusaidika zaidi na zaidi. Shukran. Assalamu alaikum. Kwa jina naitwa Zaharun na mayatima 2. Unapitia changamoto gani? Napitia changamoto nyingi sana. Upande wa mavazi pia, upande wa yani hospitali. Chakula alhamdulillah Halal imetusaidia. Kabla hatujapata hii chakula alhamdulillah kwa mambo yetu si haiko sawa. Alhamdulillah upande wa school fees pia hatuko sawa. Watoto yani mambo yetu yako hayako sawa vivyo. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Ndugu mtazamaji, hapa ndio tumefikia tamati ya kuwatembelea ndugu zetu mayatima. Tunakuambia wewe unaitizama video hizi, Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'an, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ashatueleza chochote utakachokitanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya nafsi yako cha khairi, basi tajiduhu 'inda Allah, utakutana nacho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika Qur'an, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut. Toeni kwa vile alivyoruzuku Allah subhanahu wa ta'ala kabla hajafika mauti. Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ndio pale mwanadamu anamwambia Mola wangu, lau utanichelewesha, anaomba kwa Allah acheleweshwe muda mchache ili afanye nini? Fa asaddaqa wa akum min as-salihin, ili atoe sadaqa, ili awe katika watu wema. Yaqulu Ismail Abu al-Fida Ismail ibn Kathir, yatamanna al-insan tula al-muddati walau shay'an yasira. Hapa ndio mwanadamu atatamani acheleweshwe hata kama ni muda mdogo ili atoe sadaqa. Kwa hiyo ndugu Muislam, shirikiana na Halal Charitable Trust ili kusaidia umma, ili kusaidia mayatima, ili kusaidia wale wanyonge, ili na wao wahisi kuna ndugu zao. Mtume alayhi salatu wasalam siku moja alikutana na sahabi mdogo katika mji wa Madina. Akamwona na huzuni analia. Akamuuliza ni kipi kinachomliza na kipi kinachomhuzunisha. Akasema baba yangu amefariki, nimekuwa yatima. Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia, ama tardain an akuna ana abuka wa ummuka Aisha, hivi uridhi mimi niwe baba yako kuanzia leo na mama yako awe ni Aisha? Hivi ndio Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akiishi na mayatima. Hivi ni Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwahurumia wale wanyonge. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.